nje. Kwa upande wa Simba, kwa tetesi ambayo nimesikia, milioni 500 imewekwa mezani ndapo kama wachezaji wataenda kuibuka na ushindi katika mchezo wa goli zozote zile. Upande wa Yanga nao nasikia milioni 500 imewekwa mezani, lakini kwa upande wa Yanga amewekewa masharti. Kama magoli mawili, wakifunga magoli mawili wana milioni 300 mezani. Kama atafunga kuanzia 1, 2, 3 itakuwa inaongezeka 100 kwa kila mchezo. Yote hayo ni nje ya mchezo kuelekea katika mchezo wenyewe. Kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo haitaweza kunitoa. Mimi naamini pamoja na Yanga na ubora aliyokuwa nao, Simba hawezi kukubali kufungwa mara 5 mfululizo. Kama haijawa sare, basi ushindi ni wa Simba. Kama sio sare, ushindi ni wa Simba. Kama itakuwa tofauti kwa upande wa Yanga, naamini wataenda kuwapasua Simba mpaka goli 5 kwa pressure ambao watakuwa nayo. Kwa sababu Simba sidhani kama watakuwa comfortable endapo kama atafungwa mapema. Alafu spidi ya Abrazak Hamza sio kubwa sana. Na spidi za washambuliaji kama Pakome, Mzize, wote wanaingia kwa kasi na Maxim pia Mzengeli. Sidhani kama Simba watakuwa katika hatua salama. Dribbling za Mpanzu, dribbling za Kibu Dennis, uhatari wake. Dribbling za Kibu Dennis akiwa katika eneo la boxi ataenda kuiombea Simba penalty. Dribbling za Mpanzu akiwa kwenye eneo la boxi ataenda kuiombea Simba penalty, kwa sababu wote wana kariba ya kuuficha mpira. Lazima utaenda kumfanyia faulo. Kwa Simba wana faida ya uhatari katika eneo la ushambuliaji kuwepo na watu. Mechi ambayo inawagawa Tanzania katika sehemu kuu mbili. Dabi ambayo inagawa wapenzi wa soka, wale ambao hata hawafuatilii mpira kabisa, wale ambao wanajua timu za Simba na Yanga tu, ukiwauliza timu zingine hawajui, na ndo mchezo ambao unaenda kupigwa katika dimba la Mkapa. Hapo kuna story nyingi sana za kuweza kuzifahamu kuhusiana na uchambuzi wa mchezo wenyewe, lakini masuala mengine ya kisiasa nje ya mchezo wa mpira wa miguu, nje ya uwanja na maanisha yale ambayo yanafanyika na vitu vingine kama hivyo. Hapo ndipo ambapo tutaenda kuyatazama hayo kupitia Like Media. Karibu sana, mimi naitwa Lugano Israel, uweze kufahamu yale ambayo tutaenda kuzungumza. Moja la kwanza nataka kuzungumzia dabi ambayo ina umaarufu mkubwa sana bara na Afrika. Dabi ambayo kuna watu ambao wanasafiri kutoka Rwanda, Kenya, Malawi, Zambia na maeneo tofauti wanakuja kutazama dabi ya Kariakoo. Ni kwa sababu ina mambo mengi sana ambayo yana mvuto wa aina yake. Lakini kikubwa sana ni kuhusiana na Yanga. Lakini kingine kikubwa sana ni kuhusiana na Simba. Timu hizo ndo timu ambazo zina umaarufu mkubwa Afrika Mashariki. Ukienda Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, imebeba mashabiki wengi sana. Hiyo ndo dabi ambayo inasubiriwa kwa hamu sana. Lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo dabi hii inaenda kuzikutanisha hizi timu. Tukumbuke kwamba Yanga imemfunga Simba mara 4 mfululizo, lakini Yanga amekuwa mabingwa mara 3 mfululizo. Umeelewa Kwa maana kama Yanga wataenda kuchukua ubingwa, basi utakuwa ni ubingwa wa mara 4 mfululizo. Lakini kama ni ushindi utakuwa ni mara 5 mfululizo. Hapo ni kwa upande wa timu. Tukija kwa upande wa kocha Fadlu Davis, toka ametua Tanzania kashiriki dabi 2 mpaka sasa, ambazo zote kapasuka mbele ya Yanga. Na hii itakuwa ni dabi ya 3 ambayo kama ataenda kufungwa atakuwa amefungwa mara 3 mfululizo kama kocha. Kwa hiyo ni dabi aina gani? Lakini dabi hii pia ni dabi ambayo mimi binafsi na wapenda soka wengi ambao najua maana ya ubingwa napokutana dabi, hasa katika ligi ya Tanzania, basi hii dabi inaenda kuamua pia ubingwa wa nani ambaye ana nafasi kubwa ya kuwa bingwa katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Kwa hiyo ni dabi ambayo ni ya kipekee sana. Ukizungumzia dabi ambayo ndani yake una vitu vingi sana. Sidhani kama Simba na uongozi wake watakuwa tayari kuona tena wanafungwa mara ya 5 mfululizo. Sidhani kama watakubaliana na hicho kitu. Naamini kuna mipango kadhaa ambayo uongozi wa Simba unaifanya. Kuna mishemishe nyingi sana za nje ya uwanja ambazo zinafanyika, lakini kikubwa ni Simba waibuke na ushindi. Lakini kwa upande wa Yanga ambao mimi naamini pamoja na kwamba wanahitaji kuwa mabingwa, lakini pia wanataka kushinda mchezo, lakini mimi naamini pia kwa upande wa Yanga wanataka kutengeneza historia
Licha ya kwamba hawana pressure kubwa sana kama ambavyo Simba wana pressure kubwa sana, lakini naamini kabisa itakuwa ni vita kubwa sana uwanjani. Kwa upande wa Simba, naamini pressure kubwa ni kwa kocha Fadlu Davis. Siamini kama endapo kama kifungwa dabi hii, kama ataendelea kusalia katika viunga vya Bunju kuendelea kuinoa klabu ya Simba, siamini kama ataendelea kuwa kocha wa Simba. Mimi naamini makocha wote ambao walishawahi kupita, wapo ambao walifanya vizuri sana. Lakini mara baada ya kufungwa na mpinzani wa jadi kwa maana Yanga, walitimliwa, au kocha wa Yanga kufungwa na Simba, walitimliwa. Utakuwa unakumbuka kuhusiana na kocha ambaye ashakuinoa timu ya Taifa Stars, ambaye alikuja baadaye kuifundisha Yanga, Brazil, Masio Maximo. Alicheza wakati anaifundisha Yanga, alishinda michezo katika michezo 14, michezo 12 alikuwa ameshinda. Mmoja kasuluhu, lakini mwingine akaja kufungwa na Simba kwenye mtani jembe, mchezo ambao ulikuwa sio wa ligi. Mwisho wa siku wakamtimua. Rudi kwa Robertinho ambaye alikuwa na rekodi nzuri sana, michezo kama 12 kama atakuwa na kumbukumbu sahihi, lakini mara baada ya kuja kufungwa na Yanga wakamtimulia mbali. Sasa sidhani kama Fadlu Davis katika michezo aliyokutana na Yanga, michezo miwili ambayo yote amefungwa na Yanga, licha kwamba kufungwa magoli mengi ndio, licha kwamba anasema kwamba timu anaitengeneza sawa, lakini sidhani kama uongozi wa Simba wakifungwa na Yanga watakuwa radhi kuendelea kuwa naye. Sidhani kama hiyo inaweza katokea. Hiyo ni upande wa makocha na vitu vingine ambavyo vinaendelea nje, lakini kwa upande wa Simba ninaamini mipango itakuwa mingi. Ngawaje mchezo huo wenyeji ni Yanga, lakini Simba ninaamini watataka vitu vingi wavifanye ili waweze kufanikisha kuwa mabingwa, lakini pia kuhakikisha kwamba wanaufuta uteja dhidi ya wapinzani wao wa jadi, watani wao wa jadi kwa maana Yanga. Tuingie katika plani nzima ya mchezo jinsi ulivyo. Tutaweza kuangalia namna ambavyo mambo yapo. Kwanza inaanzia nje. Kwa upande wa Simba, kwa tetesi ambao nimesikia, milioni 500 imewekwa mezani ndapo kama wachezaji wataenda kuibuka na ushindi katika mchezo wa goli zozote zile, basi wataenda kuchukua milioni 500. Gharama kubwa sana, ni zaidi ya pesa ambayo bingwa anachukua. Wanaenda kukabidhiwa wachezaji wa Simba endapo akishinda. Lakini upande wa Yanga nao nasikia milioni 500 imewekwa mezani. Lakini kwa upande wa Yanga amewekewa masharti. Kama magoli mawili, wakifunga magoli mawili, wana milioni 300 mezani. Kama atafunga kuanzia 1, 2, 3, itakuwa inaongezeka 100 kwa kila mchezo. Yote hayo ni nje ya mchezo kuelekea katika mchezo wenyewe. Yapo mengi ambayo yanazungumzwa. Nilizungumza katika uchambuzi wangu ule ambao ulipita kuzungumzia kikosi cha Simba. Kwa upande wangu nikasema na matumaini makubwa sana ya upande wa Simba kufanya vizuri, kwa sababu Simba pia wamepoteza michezo mingi mbele ya Yanga. Inakuwa ni mchezo wa 5 kama atapoteza. Lakini kingine ni namna ambavyo Simba sasa hivi imeboreka zaidi tofauti na kipindi kile ambacho imepita. Sasa hivi Simba ukiangalia ni baadhi ya maeneo ambayo utaanza kuyakosoa kwa mtu mmoja mmoja, lakini kama timu imeunganika na ina ubora mkubwa sana. Ukiangalia kwa upande wa ushambuliaji utakutana na mtu kama kutoka kwenye mbavu, kutoka kwenye mabawa, kwa maana kwa mtu kama Elie Mpanzu ambaye kaongezeka ubora ambao Simba imeonyesha ukatili sana katika eneo la ushambuliaji. Kwenye mbawa za kushoto na kulia utakutana kama sio Elie Mpanzu unakutana na Kibu Denis. Katikati unakutana Ateba, au unaweza kukutana pia na Steven Mkwala. Mwisho wa siku unaweza kukutana pia na Chasambi. Wote hawa katika fomu nzuri sana katika eneo la ushambuliaji ndani ya Simba. Ukirudi eneo la kiungo unakutana na Kagoma, unakutana na Ngoma. Wote hawa wameimarika vizuri sana ndani ya nafasi ya kiungo cha ushambuliaji na ukabaji katika eneo la Simba. Nenda kwenye eneo la ulinzi ambapo nakutana na Shomari Kapombe ambaye ni mkongwe. Unaenda kukutana pia na Mohamed Shabalala. Unakutana pia na Abrazak Amza. Unakutana pia na wachezaji wengi sana. Unakutana na Kalamo pia ambaye alikuwa pewi nafasi kubwa. Lakini
Kitu ambacho kinaweza kiwashtua sana mashabiki wa Simba ni kuhusiana na kukosekana kwa Fondo Malone, Chema Fondo Malone ambaye ni majeruhi. Kwa taarifa ambazo tuko nazo hawezi kuwepo katika mchezo huo, lakini pia golikipa Kamara pia atakosekana katika mchezo huo. Pengine inaweza kawatia hofu wachezaji, lakini naamini uwezo wa Ali Salem anaweza kufanya vizuri zaidi. Sema ni kuaminika tu na nafasi ambayo alikuwa anapewa sana Kamara. Kitu tumemwona Ali Salem pia katika mashindano tofauti ambayo huwezi kumchukulia poa. Africa Football Klabu pia alishiriki AFL, alishiriki vizuri sana na alifanya mambo makubwa sana. Ni kuaminika tu na kutokupata muda mwingi wa kucheza, lakini mchezo dhidi ya Coastal Union alicheza Ali Salem. Ninaamini atakuwa katika kiwango bora kabisa, na bahati nzuri walipata ushindi Simba kuelekea katika kwenye mchezo ule kuelekea katika dabi. Sasa kwa upande wa Yanga, nani ambaye ajui ubora wa Yanga? Nani ambaye ajui squad ya Yanga kutoka kuanzia kwa golikipa Kamara, ubora wake? Nani ambaye ajui? Nani ambaye ajui kuhusiana na fullback wake? Na mzungumzia Boka, lakini Israel Patrick Mwenda, Kibwana, ukimzungumzia pia Clement, pia ukimzungumzia kwa maana ya Dogo, beki wa kushoto ambaye pia anapokezana na Boka katika nafasi hiyo. Utawezaje kumchukulia poa? Kwa upande wa Yanga kwa vizuri kwenye backline, ukizungumzia pia ukimzungumzia Baka, Ibrahim Baka, ukimzungumzia Jobu, ukimzungumzia Mwamnyeto, kutokana na jinsi ambavyo kocha ataweza kukipanga kikosi. Nafasi ya kiungo Alidi Aucho unamuona pale, Mdathiri Yahaya, unamuona Duke Abuya, unamuona unaona wachezaji wengi sana ambao kwa ndani Yanga. Lakini ukiangalia upande wa ushambuliaji, unamuona uwezo wa Pakome, unaona uwezo wa Mzize, unamuona kwa maana ya Chama pia nafasi akipewa ya ushambuliaji. Lakini kuna taarifa ambayo tumesikia kwamba Aziki huenda akaukosa ule mchezo kwa sababu ana maumivu ya nyonga. Kwa tunategemea pia kumuona Clatous Chama katika nafasi ya namba 10 akisaidia mashambulizi. Sipate picha nafasi ya Clatous Chama akichezea Yanga kipambana na timu yake ya zamani, itakuwa katika sura gani? Sipate picha. Lakini wakati wote tukimzungumzia Maxim pia Mzengeli, kwa maana Prince Dube pia tunamzungumzia kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao tunawaamini. Sasa kiangalia kiufundi, nilizungumzia kwamba Simba mimi naipa nafasi kubwa ya kufanya vizuri, ni kwa sababu ya nafasi ya ushambuliaji ambayo ameongezeka Elie Mpanzu. Kumbuka mchezo ambao Yanga waliweza kushinda goli 5, ni mchezo ambao Kibu Dennis Mkandaji, sawa, alipofunga goli akapata tatizo akaondoka. Ina maana kuna pengo lingine ambalo liliongezeka, Simba wakanyongonyea. Inawezekana ikawa ni sababu hiyo, lakini kama watu wote watakaa, Mpanzu yupo, Kibu Dennis yupo, nafasi zote za ushambuliaji kina Ateba na vitu kama hivyo, ninaamini utakuwa ni mchezo mkubwa sana. Kwa upande wa Yanga najua ni timu bora sana, ni timu nzuri sana, lakini Yanga kitu kimoja ambacho kitaweza kuangusha ni jinsi ambavyo Yanga wanacheza. Kama Simba watatumia akili zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, kuwa sharp na kuwa na usahihi wa matukio yao, kinaweza kawakuta Yanga kile ambacho kiliwatokea kwa maana ya Tabora United. Yanga mara nyingi wanapoenda kushambulia huwa wanasahau Yanga huwa mara nyingi wanapoenda kushambulia huwa wanasahau space ambazo mpinzani kama atazitumia vizuri, basi anaweza kufanya mashambulizi ya haraka na kufanya kupata goli ambalo Simba kama atatumia speedi ambayo yuko nayo kwa maana ya Kibu Dennis, speedi ambayo yuko nayo Elie Mpanzu, speedi ambayo yuko nayo Lionel Ateba, au wakatumia wachezaji kwa maana double striker, akawepo pia kwa maana akawepo Steven Mkwala, mipira ambayo Yanga wanakuwa wanaishambulia timu pinzani. Kama watakuwa wameona mapungufu wao mwalimu, Yanga inapokuwa inamshambulia mpinzani, kuna wakati ikidondosha mpira kwenye miguu ya watu wapinzani, wanakuwa hawako katika shepu ya kuzuia mpira ule kwa haraka. Ukitumia mpira ule kwa haraka na kupeleka mashambulizi, unajikuta kama ni Jobu hayuko katika sehemu sahihi au Baka hayuko katika sehemu sahihi, na huwa wanakosa matukio sahihi ya kwenda kuzuia mipira. Angalia mechi ambazo Yanga walishawahi kufungwa kwa staili hiyo.
Hata mechi utakuwa nakumbuka mechi dhidi kama utakuwa nakumbuka mechi dhidi ya Pamba na mechi nyingine ambazo wachezaji wengine hawakuzitumia nafasi vizuri, lakini ukiangalia backline ya Yanga huwa mara nyingi Ibrahim Baka huwa kuna makosa fulani anayofanya ya kimchezo. Wakati mwingine kuna kiungo wa juu akiwa Mdathiri Yahaya, kuna wakati mipira anaweza kupokonya kwenye miguu yake, au mchezaji mwingine hata Duke Habuya wakati anashambulia. Sasa wakati Yanga wanapeleka pressure kwenye timu pinzani, ni wakati wa timu pinzani kuwa makini kwanza kuzuia, lakini kuwa makini sana wanapopata mpira, wanakuwa na accurate pass ambazo zinaenda katika maeneo sahihi kwa spidi ambazo Yanga wanakuwa hawako katika maeneo sahihi. Na kama Simba wataweza kufanya hivyo, ninaamini Simba wanaenda kumfunga Yanga. Na kama watafanya pressure Yanga katika maeneo ya Simba tu wako na uwezo wa kuyazuia na kuyatumia matukio yao ya kwenda kufanya usahihi kwenye lango la Yanga, naamini Simba ataibuka na ushindi. Lakini kwa upande wa Yanga ndio nizungumzie sasa. Yanga tunajua the way ambavyo wanacheza. Simba tunajua madhaifu ambayo yako nayo katika upande wa backline. Ukimwangalia mtu kama Pacome atakapoenda kukutana na mtu kama atakapoenda kukutana na labda Shabalala kama atakuwa upande wa kushoto, lakini kama ataenda upande wa kulia ataenda kukutana na Salum Kapombe. Hebu angalia uwezo wa kudribble ambao yuko nao sasa hivi Pacome. Lazima ataleta usumbufu mkubwa sana. Nenda kwa upande wa Mzize, speed pressing na vitu kama hivyo. Ninaamini Yanga watakuwa ni wa moto sana. Na Yanga hawana stress sana kama ilivyokuwa kwa upande wa Simba. Kwa naamini upande wa Yanga endapo kama akipewa nafasi Pacome akaanza akawepo Maxi akawepo ndani, manake Max atatokea pembeni, Pacome atatokea pembeni, katikati akiwepo Mzize, manake pressure zitatoka kila mahara. Hapo sasa najaribu kuangalia jinsi ambavyo Yanga wanaweza kuadhibu Simba kwa uwezo wao wa kuwa na kasi ya kuingia katika maeneo hatari. Najaribu kumwangalia Pacome ambaye ana dribbling nzuri, najaribu kumwangalia Maxim pia Mzingeli ambaye pia ana dribbling nzuri, najaribu kumwangalia Mzize, Clement Mzize ambaye ni mtu hatari sana hata akitokea katikati au pembeni, hasa kutokana na pressure ambayo anakuwa na pressure kwa pressure wapinzani. Najaribu kuangalia Simba ambayo iko na Abdrazak Hamza ambaye yuko slow. Yanga wataenda kupata manufaa makubwa sana kwa upande wa ushambuliaji, ni kwa sababu ukimwangalia Fondo Malone alikuwa na uwezo wa mikimbio ya haraka sana kuzuia mashambulizi, lakini ukimwangalia Abdrazak Hamza ni mchezaji ambaye anategemea ushapu wa mtu mwingine yeye afanye tu kuclear mwishoni, yani matukio yale ya kuzuia mpira na kutoa pasi ndefu. Lakini ukimpressurize Abdrazak Hamza kwa upande wa Yanga, naamini Yanga anaweza kufunga magoli mengi sana, pengine hata hizo 5 zikarudi tena kwa upande wa Yanga, kwa sababu naamini Fondo Malone alikuwa na uwezo mkubwa kuyafikia matukio. Lakini Kalamo sijajua kama ataweza kuwa na utulivu. Kuna wakati anakosa utulivu wa matukio. Sijajua kama ataweza kuwa na utulivu. Makocha wamwambie Chamo Kalamo kwamba wakati huu sasa unaenda kucheza mpira na biashara ya mpira wa Tanzania. Kwa maana unaenda kucheza na Yanga, lazima una utulivu. Yeye anatakiwa akafanye kazi ambayo alikuwa anafanya Fondo Malone, ya kwenda kunusa hatari zote ambazo yale mara nyingi alikuwa anazinusa. Kama itakuwa tofauti kwa upande wa Yanga, naamini wataenda kuwapasua Simba mpaka goli 5 kwa pressure ambao watakuwa nayo, kwa sababu Simba sidhani kama watakuwa comfortable endapo kama watafungwa mapema. Alafu speed ya Abdrazak Hamza sio kubwa sana, na spidi za washambuliaji kama Pacome, Mzize, wote wanaingia kwa kasi na Maxim pia Mzengeli. Sidhani kama Simba watakuwa katika hatua salama. Kikubwa kwa upande wa Simba, ukimwangalia mtu kama Mohamed Shabalala, hata kwa upande wa Azam tu, Idi Nado mwenyewe alimsumbua sana dribbling na kuingia katika maeneo na vitu kama hivyo. Sasa sipati picha kama atakutana na kariba ya Pacome, kukutana na kariba ya Maxim pia Nzengeli itakuwaje kama ataanzishwa. Mimi ukiniambia kikosi cha Yanga kiweje, mimi nitakwambia golini kama kawa Diara,
lazima kwa sababu ya mwenendelezo wa Israel Patrick Mwenda ameonekana akiendelea kucheza, ndio huyo anaweza kapewa hiyo nafasi ya kucheza mguu wa kulia. Mguu wa kushoto Boka katikati pale kama kawaida anakaa kwa maana ya Ibrahim Baka, lakini pia anakaa na Jobu mbele. Akae pale kwa maana ya Aucho, na kwenye nafasi namba 7 kwa maana ya upande wa kulia na kushoto akae Maxi, akae pamoja na Pacome. Ukienda juu kwenye ushambuliaji na kiungo wa kati, tuanze na kiungo wa kati. Kuna faida kubwa sana ya Duke Abuya kuwepo pale, lakini pia hata kiwepo kwa maana ya Mdathiri Yahaya. Mdathiri Yahaya ni baadhi ya vitu tu vinakosekana. Naweza kusema Duke Abuya kwa sababu kuna speed fulani anakuwa anaingia kwenye box kwa haraka sana. Kwa sasa hivi ni kama kuna kitu kimeongezeka kwake, akianza yeye sio mbaya sana, lakini kwa upande wa ushambuliaji namuona Mzize akianza, kwa sababu Mzize yuko sharp, yuko na pressing kuliko Dube. Mimi naona kama Dube pamoja na kuwa anaongoza magoli mengi, lakini mimi kwangu chaguo la kwanza ni Clement Mzize katika mchezo ambao Yanga ataenda kucheza na Simba. Kwa hiyo listi yangu inaanzia pale benchi, kwa maana kiungo namba 10, mshambuliaji namba 10 kwa nafasi ya nafasi ya 10, maana yake akae Chama, kwa sababu kwa maana Aziki inaonekana kama hata kuwepo katika huo mchezo. Chama na nafasi yake kwenye dabi hii kwa sababu moja tu, haiwezekani yupo Yanga asicheze na Simba. Wacha akacheze dabi kwenye namba 10 ambayo anakaa Aziki. Na ningetamani hata kama Aziki angekuwa yuko sawa sawa, basi hiyo nafasi angeenda kucheza Chama. Kwa ubora wake tungeona mechi nzuri sana. Kwa upande wa Simba nategemea kumuona Ali Salem, kwa sababu goalkeeper Kamara anaumwa, lakini kwenye beki ya kulia kushoto Kapombe pamoja na Shabalala vile vile kama alivyo. Kwenye nafasi ya kati Amza na Shamo, lakini kwa upande wa kiungo wa chini kama ilivyo kwa Kagoma pamoja na Ngoma kiungo ya juu, lakini kwenye upande wa kushoto na kulia nategemea kumuona wakibadilishana kwenye hizo nafasi. Simba wamekuwa na tabia sasa hivi za kubadilishana maeneo wakiwa katika mchezo. Ndio maana uweze ukajua nani atakuwepo wakati huo katika eneo gani. Inawezekana kama amepangwa kwenye ya kushoto, lakini ukashangaa wanabadilishana, wana exchange kutokana na speed ya mchezo. Na nategemea kumuona Kibu Dennis mkandaji, nategemea kumuona pembeni Elie Mpanzu. Jamaa ambaye kwa sasa hivi amekuwa wa moto sana, dribbling zake ni za moto sana. Dribbling za Mpanzu, dribbling za Kibu Dennis, uhatari wake. Dribbling za Kibu Dennis akiwa katika eneo la boxi ataenda kuiombea Simba penalty. Dribbling za Mpanzu akiwa kwenye eneo la boxi ataenda kuiombea Simba penalty, kwa sababu wote wana kariba ya kuuficha mpira, lazima utaenda kumfanyia faulo. Kwa Simba wana faida ya uhatari katika eneo la ushambuliaji kuwepo na watu. Kwenye eneo la ushambuliaji nategemea kuwaona wachezaji wawili wakikaa pale mbele. Kama mwalimu ataona hicho kitu, mimi naona kina faida sana kwa Simba. Kwa spidi ya Steven Mkwala na kwa umakini na mabavu aliyokuwa nayo, kwa maana Lionel Atiba anaweza kwenda kusaidia Simba pale kwenye eneo la ushambuliaji. Ni kitu kimoja tu, Ateba alikuwa ametoka anacheza namba 10. Maana yake alikuwa anatoa msaada sana wa kutoa nafasi za kufunga. Wamweke namba 10, Mkwala akae namba 9 kwa sababu ya spidi ya kwenda kuwa press Yanga. Naamini Yanga wakiona pressing ya Steven Mkwala na ametoka kupiga hat-trick, ninaamini kabisa mashambulizi ya kusogea sana kwenda kuwashambulia kwa kasi Simba watakuwa waongezi namba kubwa sana ya kwenda kule. Watakuwa naona dhahama inaenda kuwatokea wakati wote. Na Simba tanaenda kunufaika na Steven Mkwala kwa kitu kimoja. Ni mtu ambaye mpira ukiwa unakimbia yeye anakimbilia kwenye box. Kwa hivyo Yanga wakati wakiwa hapo katika shepu nzuri, yeye anakuwa anakimbia na spidi kubwa, lakini pia atakuwa anakimbia katika maeneo ambayo ni hatari sana kwa timu pinzani. Mimi naamini kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo haitaweza kunitoa. Mimi naamini pamoja na Yanga na ubora aliyokuwa nao, Simba hawezi kukubali kufungwa mara 5 mfululizo. Kama haijawa sare, basi ushindi ni wa Simba. Kama sio sare, ushindi ni wa Simba. Licha kwamba Yanga ameweka mzigo mnene na Simba ameweka mzigo mnene, kwa maana timu ambayo itaenda kushinda wataenda kuchukua hela ndefu sana, milioni 500. Lakini Yanga hiyo milioni 500 inakuja kwa idadi ya magoli ambao wanaenda kufunga. Simba ni milioni 500 mkishinda tu.
ni milioni 500 iko mezani. Mo Dewji kaweka mzigo, kwa taarifa ambazo nimesikia, Mo Dewji kaweka mzigo kwa wachezaji, anataka ushindi, na walikuwa na kikao ambacho walizungumza na wachezaji, wamesema tunahitaji ushindi, tumechoka kunyanyaswa. Sasa dabi ya Kariakoo, nini ambacho kinatokea? Nimeshapanga kikosi, nimeshazungumzia mazingira mengine, tutakuja na taarifa ambazo zitakuwa zinatokea kwa wakati mwingine. Lakini naamini mimi binafsi, Simba sio wakati wa kufungwa tena. Na naamini Simba wakifungwa, kocha wa Simba Fadlu Davis hata kwa kocha wa Simba tena, watamtimua na wataleta kocha mwingine, watajua ameshindwa kazi. Na hizo ni taarifa za nyepunyepu, ni taarifa ambazo nimesikia ambazo zinazungumzwa kwamba viongozi hawajamwambia kocha kwamba ukishindwa hatuna issue tena kusema unajenga timu, kwa sababu amempa karibia msimu mzima. Hakuna timu inajengwa msimu mzima. Viongozi wanasema hakuna timu inayojengwa msimu mzima. Timu imeshakamilika. Yote katika yote, mimi naitwa Lugano Isa. Asante sana wewe ambao umechagua Lucky Media. Subscribe na kucomment, basi uwe miongoni mwa watu ambao mnapata taarifa mbalimbali za kimichezo.